Natumaini ubuheri wa afya kabisa, mpenzi mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi na karibu sana. Kama kawaida tumekuwa tukipeana uchambuzi kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea Mashariki ya Kati, mustakabali mzima juu ya mizozo ambayo inazidi kuendelea Mashariki ya Kati. Kwa sasa hivi hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya sana katika ukanda wa Gaza, ambapo tangu kauli ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kauli ya mkuu wa majeshi wa Israel Eyal Zamir kufuatia tu kuweza kusitishwa kwa mapigano kati ya Irani pamoja na Israel, walizungumza wazi kwamba sasa hivi jeshi yote ya Israel sasa yanaelekezwa katika ukanda wa Gaza kwenye vita vile kati ya Hamas pamoja na Israel. Tangu watangaze, hali inazidi kuwa mbaya sana katika ukanda wa Gaza. Gaza vilio vinazidi kuongezeka siku hadi siku kutokana na hali halisi ambayo inazidi kufanyika pale, mashambulizi yakizidi kurindima kwenye baadhi ya maeneo. Na vyombo mbalimbali vya habari mfano Al Jazeera vimekuwa vikiripoti mauaji ambayo yamekuwa kitokea mara kwa mara katika ukanda wa Gaza, lakini vile vile hata baadhi ya misaada pia kuanza kuingia. Sasa moja kati ya taarifa ambayo imeweza kutoka ni kwamba Marekani imeidhinisha msaada wa dola milioni 30 kwenda katika ukanda wa Gaza zikasaidia pale Gaza. Lakini Marekani kupitia taasisi ya GHF ambayo inaungwa mkono na Israel imeidhinisha kiasi hiko cha dola, kiasi cha kwamba mashirika mengi ya kimataifa yamepinga uamuzi huo, kwamba shirika hilo la misaada hawalitambui na linapingwa sana katika ukanda wa Gaza kwa sababu ya kile ambacho kinaonekana kwamba kuna ushirika mkubwa kati ya Israel pamoja na Marekani kwenye hilo swala. Kwa hiyo kuna namna ambayo inaonekana wazi kwamba Marekani anapeleka misaada lakini imekuwa ikipingwa au ikiwa vikwazo kwa namna moja ama namna nyingine. Sasa msaada huu wa dola milioni 30 ni kwa ajili ya kuweza kusaidia kwenye masuala ya mavazi, chakula, lakini vile vile hata dawa za kuweza kutibu wale waathirika wa mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanyika katika ukanda huo wa Gaza, lakini vile vile msaada kiujumla kwa ajili ya kuweza kusaidia watu wa Gaza. Huruma ya Marekani imeonekana kwenye hili, japokuwa wachambuzi wengi wakubwa wa kidiplomasia duniani wamezungumza wazi kwa kusema kwamba kwenye hili Marekani hafanyi sawa, kwa sababu kama aliweza kusitisha mapigano katika vita vya Irani pamoja na Israel, inakuwaje kwa upande wa Gaza anapeleka misaada na haweki wazi kwamba vita hivyo viweze kusitishwa mara moja. Sasa iko hivi, baada ya Marekani kufanikiwa kuweza kusitisha vita vya Irani pamoja na Israel, rais wa Palestina Mahmoud Abbas alitoa taarifa kupitia serikali yake kwamba anamuomba Rais Trump aweze kuidhinisha makubaliano yale ambayo Israel imeingia na Irani, kwamba yajumuishe na Gaza ndani yake. Yaani Gaza iingie ndani ya hayo makubaliano, kwamba vita vya Gaza viweze kusitishwa, na vile vile kama ambavyo Irani na Israel wameacha kupigana, basi ndivyo ambavyo Israel pia na Hamas waache kupigana kule Gaza. Lakini utata unakuja kwamba Israel kuna mateka wake ambao walichukuliwa, hawajarudi wote kwenye nchi ya Israel. Na ndio maana Israel mpaka sasa hivi anashinikiza kwamba hata Netanyahu alivyoongea kwamba anatamani na anakusudia wazi kabisa kuweza kurejesha mateka wote wa Israel ambao walichukuliwa na Hamas kwenye lile shambulizi la Oktoba 7, 2023. Sasa Hamas bado wameendelea kuwashikilia hao mateka, na hapo nyuma kidogo walitoa sheria zao au walitoa matakwa yao kwamba ili waweze kufanikisha kuweza kurejesha mateka wote, basi Israel iache mashambulizi. Ni kitu ambacho Netanyahu alikikataa kata kabisa, kwamba mashambulizi yataendelea kama kawaida na wao watawarejesha mateka hao kwa nguvu kabisa. Japokuwa kuna vitisho kadha wa kadha vimekuwa vikiendelea, na Hamas wametangaza punde tu hivi karibuni kwamba wataendeleza mashambulizi ya kupambana na Israel. Kwa hiyo bado kuna muendelezo wa mashambulizi. Lakini sio tu Hamas peke yao. Kuna vikundi vingine pia vya wapiganaji ambao vimeibuka pale Palestina hapo Gaza, vinapambana na Israel. Kwa hiyo bado mzozo huu unazidi kuwa mkubwa, lakini vile vile hali ya kibinadamu inazidi kuzorota sana katika ukanda wa Gaza. Watu wengi wanalaumu sana, mamia ya watu wanapoteza maisha. Yaani of course ni maelfu ya watu wanapoteza maisha, lakini vile vile inaonekana wazi kwamba kuna namna ambayo watoto, wakina mama wanaathirika zaidi na vita hivi. Labda nikupe mfano mmoja. Juzi Israel ilifanya mashambulizi
iliua takriban watu zaidi ya 15 hivi. Sasa mashambulizi yale, kuna baba mmoja aliacha familia yake, alienda sehemu ya misaada ya chakula inapokuja kwenda kuchukua chakula kwa ajili ya kuleta familia yake, lakini baba yule hakurudi. Ina maana naye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walifariki kwenye ile shambulizi ambalo lilifanyika pale. Na sasa hivi malalamishi mengi ni kwamba jumuiya ya kimataifa inaishtumu Israel kwa kufanya mashambulizi sehemu ambazo kuna misaada ya chakula. Israel imekuwa ikishtumiwa kwa sababu risasi zimekuwa zikisikika maeneo ambayo kuna misaada ya chakula inatolewa hapo. Kwa hiyo kumekuwa kuna wasiwasi mkubwa sana. Wiki mbili zilizopita watu 25 walifariki hapo hapo baada ya majibizano ya risasi kutokea katika eneo ambalo vijana ambao walikuwa wanahisiwa kwamba ni watu wa Hamas walisimamishwa na jeshi la Israel, lakini hawakuweza kukubali kusimama. Ndipo ambapo Israel kupitia jeshi lake IDF, wale askari wakaweza kuwafyatulia risasi pale pale na kuweza kufariki. Kwa hiyo walisababisha hata watu wengine ambao hawana hatia waliweza kufariki eneo lile na kusababisha taharuki kubwa kuweza kutokea. Kwa hiyo sasa Israel inaonekana inavunja haki za kibinadamu kwenye vita hivi pale Gaza, na hali inazidi kuzorota siku hadi siku. Kwa hiyo kuna namna ambayo hali ya Gaza sio salama sana, na Rais Trump ameonekana kuwa kimya kwa muda mrefu. Kitu ambacho watu wanahofia ni kwamba kama Trump ataendelea kuwa kimya kwa siku zijazo, itakuwaje hali ya Gaza, itakuwaje kwa kipindi kijacho? Kwa sababu Gaza yote sasa hivi ni magofu, hakuna sehemu za kulala, hakuna huduma, hakuna umeme, yani hamna huduma yoyote ambayo itawafanya wananchi wa Gaza, raia wa Gaza kuweza kuishi katika hali ya usalama na amani. Na ndio maana hata misaada ambayo imekuwa ikitolewa, mfano chakula kikiletwa, mfano kikiletwa pale, yani inakuwa ni vurugu mechi, ni vurugu kuwai, kwamba anayewahi ndo apate, lakini anayekosa mwisho wa siku ndo basi amekosa. Kwa hiyo kuna namna ambayo inaonekana kweli hali ya usalama pale Gaza inazidi kuwa mbaya siku hadi siku, na hali ya kibinadamu inazidi kuzorota. Kwa hiyo mtazamaji, tumejaribu kuangalia ni kwa jinsi gani Marekani imejaribu kutoa msaada, lakini vile vile hali inazidi kuzorota baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na mkuu wa majeshi Eyal Zamir kusema kwamba wanahamishia nguvu zote Gaza. Najaribu kuwaza tu kwamba hivi mfano Hamas akarudisha wale mateka wote, je, Israel itaacha kushambulia Gaza, au wanaofia kwamba watalipiza kisasi kwa jinsi ambavyo mauaji yamefanyika? Kwa sababu Israel walikufa watu kama 1200 kwenye ile shambulizi la Oktoba 7, lakini watu ambao wamefariki Gaza ni zaidi ya, yani ni watu wengi sana ambao wamefariki pale Gaza. Ni maelfu ya watu wamefariki pale, ni zaidi ya wale 1200, yani unaweza kukata mara 10 yake ambao wamefariki. Kwa hiyo ni kisasi ambacho Israel amekifanya au amekilipa kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana hata serikali ya Palestina haina cha kufanya, inazidi tu kuomba mataifa mbalimbali kuweza kusuluhisha, labda kuleta amani pale Gaza iweze kupatikana, lakini mwisho wa siku mambo yanazidi kuwa magumu kila siku. Juzi kuna taarifa ilitoka kwamba kuna wanajeshi 7 walifariki wa Israel kwenye mlipuko. Kati ya wanajeshi 7 waliofariki, mwanajeshi mmoja hakuweza kutajwa kwa sababu familia yake haikuweza kuarifiwa. Kwa hiyo wale 6 sasa waliwekwa hadharani na majina yao yakawekwa hadharani.